Mkoa, tunakushukuru sana kwa kutukaribisha hapa. Wewe leo ni mwenyeji wetu na tutazungumza vitu vingi sana kuhusiana na Mwanza. Cha kwanza kabisa labda tukukaribishe katika kipindi chetu cha live na wewe utukaribishe Mwanza. Asante sana, kama ambavyo nyewe mmejitambulisha, na mimi naitwa Saidi Mohamed Mtanda. Sio sauti ya baba. Kwa hiyo vijana wale mtaani wananiita Side Boy, lakini lakini nikiwa hapa mimi ni Saidi Mtanda. Lakini kule kijijini kwetu we Side. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisheni sana mkoani Mwanza na kuwakaribisheni sana katika viwanja hivi vya ofisi ya mkuu wa mkoa. Karibuni sana. Shukrani sana. Tunashukuru sana mheshimiwa, na ulitukaribisha. Hii ni mara ya pili unatukaribisha, kwa sababu mara ya kwanza nakumbuka ulitukaribisha ilikuwa ni kuanzia tarehe 22 mwezi Disemba mwaka jana 2024. Sahihi. Na sauti yako imekuwa ikisikika kwa muda wote mpaka hii leo. Kwa muda wa miezi 5 sisi kama Jambo FM tuliamua kuchagua kuwapa wana maisha fresh wa Mwanza burudani zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tunapiga ngoma mwanzo mwisho, na katika ile sauti yako pia ulipata nafasi ya kuzungumzia namna ambavyo pia Jambo FM inaburudisha. Mimi swali langu la kwanza, unapenda muziki na umepata nafasi ya kusikiliza zile ngoma za back to back kwa muda wa miezi 5 mheshimiwa? Muziki ni maisha. Kwa hiyo muziki hakuna mtu ambaye atasema hapendi, isipokuwa aina gani ya muziki ndio inaweza ikawa swali. Kwa hiyo muziki ni sehemu ya maisha yetu, na mimi kama Mtanzania ambaye nina umri wa kati, sio mzee, sio kijana, ninapenda pia muziki. Okay. Aina gani? Mimi sasa napenda muziki aina tofauti. Ninapenda muziki ya vijana ya sasa. Ninawasikiliza wakina Mario, wakina Harmonize, Konde Boy, ninawasikiliza wakina Zuchu. Lakini pia mimi kwa kuwa ninatoka Mwanza, pia ninamfuatilia Fina. Ni msanii wetu wa Mwanza hapa. Kwa hiyo ninafuatilia sana wakina Dula Makabila. Hata sasa hivi wameibuka vijana wengine kwenye singeli. Kwa hiyo kwa kuwa mimi ni mtu wa digital, ninaingia kidogo huko kwenye mitandao kuangalia dunia inaendaje. Kwa hiyo huwa ninafuatilia. Safi sana. Sawa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza hapa ni nyumbani kwetu, na hapa ndipo ambapo tunaamini, unajua tunajua sote kwamba Mwanza ni mkoa wa pili kwa idadi kubwa ya watu, lakini pia ni mkoa wa pili kwa kuchangia pato la taifa pia. Labda tuambie, kwa mtu ambaye hayuko Mwanza ni mkoa wa aina gani? Kwa sababu tayari una muda mrefu hapa, unaijua Mwanza pengine kuliko mtu mwingine yote yule, ripoti zote zinapita kwako. Ni kweli. Kwanza kwa yule ambaye haufahamu mkoa wa Mwanza, Mwanza ni kitovu cha mikoa ya kanda ya Ziwa. Okay. Tunapozungumzia kanda ya Ziwa, sisi tumepakana na Ziwa Victoria. Ndio. Ambalo kwa taifa letu Tanzania ni eneo kubwa sana la Ziwa Victoria liko Tanzania. Sasa eneo kubwa la Ziwa Victoria iko katika mikoa inayojulikana kama mikoa ya kanda ya Ziwa. Sasa hapa Mwanza ndio injini. Ingekuwa Waislamu tungesema ndio pale inapopatikana lile jiwe jeusi lile Al-Kaaba. Pale Saudi Arabia pale unaona watu wanaenda kuhiji pale. Sasa kwa kanda ya Ziwa hapa ndio sehemu ambayo ni kitovu, ni center ya mikoa ya kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tuna mikoa kama ya Mwanza, Geita, Simiyu, Shinyanga, tunakwenda mpaka Kagera na Mara. Hiyo yote ni mikoa ya kanda ya Ziwa. Na bahati mzuri pia mimi ni mwenyekiti wa wakuu wa mikoa wa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo katibu wangu ni mdogo wangu Kena, ni kiongozi wa Simiyu. Namfundisha kazi kidogo. Kwa hiyo mkoa wa Mwanza sasa ni mkoa ambao kama ulivyotangulia kusema, kwanza una ukubwa wa eneo la square kilomita za mraba. Sio square mita za mraba, square kilomita za mraba 1025. Okay. Lakini katika hizi 1025, asilimia 53 ya eneo la Mwanza ni maji ya Ziwa Victoria. Na maji mengine, lakini zaidi Ziwa Victoria. Ndio. Kwa hiyo asilimia 47 tu ya mkoa huu wa Mwanza
ndiyo ardhi ambayo inatumika kwa shughuli mbalimbali. Okay. Kwa msingi huo pia ni mkoa wa pili kwa idadi kubwa ya watu. Ndiyo. Sensa ya mwisho nafikiri 2022 ilikuwa na watu 3.6 million. Ndiyo. Lakini mkoa wa Dar es Salaam una watu zaidi ya 500,000, ndio mkoa namba 1. Ndiyo. Nafikiri tukitoka sisi wanaotufuata ni Tabora. Hawafiki hata 300,000. Kwa hiyo sisi tuna population kubwa. Ndiyo. Na kwa msingi huo pia shughuli za kiuchumi katika mkoa wa Mwanza ni kubwa na nyingi. Okay. Na 10% ya shughuli za uchumi zinatokana na masuala ya usafirishaji, transportation, kwenye ziwa. Lakini 70% zinatokana na masuala ya kilimo. Ukizingatia sisi ni watu wa pamba. Lakini pia tunazo 30% kwa ajili ya huduma, masuala ya benki, masuala ya biashara na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa kifupi sisi tunachangia kwa mwaka kwenye pato la taifa kwa shilingi trilioni 13. Kwa hiyo tumekuwa ni mkoa wa pili baada ya Dar es Salaam. Na GDP ya nchi yetu 7.2 inatoka mkoa wa Mwanza. Na 15% inatoka Dar es Salaam. Kwa hiyo kutoka 15 unaweza ukaona mkoa unaofuata ni 7.2 ni mkoa wa Mwanza. Sasa kutokana na hili sasa serikali ya Rais Samia imeamua kuwekeza katika sekta mbalimbali. Ndiyo. Ili tufike walau 10% hadi 12. Ndiyo. Kwa sababu hii gap ya 15 kwa 7 ni nusu kabisa. Lakini mkoa mwingine unaofuata huko chini ni 4, 3. Umeelewa bwana? Kwa hiyo serikali sasa ina miradi ya kimkakati. Kwanza vijiji 544 vimeshawekewa umeme. Ndiyo. Almost tumebakiza vijiji 15 vilivyoko ndani ya visiwa vya visiwani. Ambayo ni asilimia kama 99. Ndio. Kwa hiyo kwenye sekta ya umeme tumemaliza. Sawa. Lakini pia serikali imewekeza kwenye ujenzi. Sasa hivi tunajenga uwanja wa ndege. Tunapanua ile passengers hall, jengo la abiria, ili liweze kukizi viwango vya kimataifa. Ili tuwe na kitu kinachoitwa International Airport of Mwanza. Sasa tukisha kuwa na International Airport of Mwanza tutakuwa na kutua kwa ndege za kimataifa. Sasa hivi zinatua local flight na private jets zinatua hapa. Ili sasa ndege kutoka China zitue moja kwa moja ni lazima hivyo vigezo tuvifikiwe. Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba uwanja umepimwa, tunakuwa na hati miliki, ndio kigezo cha kwanza. Na hiyo process inaendelea. Lakini kigezo cha pili, jengo la abiria liwe na uwezo wa, sasa hivi jengo letu ni dogo sana. Lakini tukishakamilisha hii phase tunaoenda nayo, tutaweza kuhudumia abiria mpaka 2500 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo, lakini tatu, tunafanya extension na kufanya uboreshaji kwenye eneo la kuhifadhia mizigo. Mizigo chepechepe na mizigo mikavu. Ili ndege za mizigo ziweze kuja. Kwa hiyo tuko kwenye process ya kuhakikisha kwamba ndege za mizigo nazo zinaweza kutua na kuchukua cargo na kuondoka nazo. Na nia kubwa tukishamaliza hiyo, maana yake wageni wengi wataingia Mwanza. Maana yake hoteli nyingi zitapata wateja. Na hapa baada ya kipindi ninakwenda kuangalia hoteli yenye hadhi ya nyota 5 inayomilikiwa na NSSF. Ninaenda kukagua chumba cha hoteli katika vyumba zaidi ya 100 kitakavyofanana na huyo mwekezaji wa Kimarekani ambaye ana hoteli dunia mzima. Kwa hiyo hadhi ya hiyo hoteli itakuwa ni miongoni mwa mambo yatakao nakshi mji wa Mwanza. Lakini tuko sasa hivi kwenye SGR 60% ya ujenzi inaendelea. Kwa hiyo maana yake ni nini? Abiria na mizigo kutoka Dar es Salaam vitakuja hapa kwa wakati. Sasa kama sasa tuko 60%, next year tukifika 100%, uchumi wa Mwanza utaongezeka. Ukisha shoot tunaondoka 7.2 tunaitafuta 8, 9. Lakini pili, juzi nilikuwa nazindua meli ya kisasa inaitwa MV Mpungu. Hawa ni raia wa Afrika Kusini, wamejenga meli ya kwanza. Itakuwa na uwezo wa kubeba tani 1000 ya mizigo, ikiwemo magari.
na abiria wachache. Na inaenda wapi? Inaenda Port Bell, Uganda huko. Okay. Kwa hiyo sisi sasa hivi tutakuwa, hata wewe ukiwa na container zako Ndio. unazitia mle kwenye MV Mpungu, inakwenda Uganda. Sasa hivi ukitumia barabara kufika kule utatumia siku 3. Ukitumia MV Mpungu utatumia masaa 18. Umeshafika. Na ukitaka kwenda Uganda sasa hivi na gari yako unaitia mle, unaenda Uganda, unazunguka, unaitia tena, unarudi hapa Mwanza. Lakini serikali inajenga meli yenye thamani ya shilingi bilioni 123. Ndio. Itakuwa meli ya pili kwenye ziwa. Ndio. Lakini wale jamaa wa MV Mpungu wanajenga meli nyingine 2. Okay. Kwa hiyo maana yake uchumi kupitia transport sasa hivi tunachangia 10%, itakwenda mpaka 15%. Transportation kupitia ziwa Victoria. Lakini tunayo miradi mingi. Kwa mfano hapa Mwanza tuna mradi wa maji wa Butimba. Mwezi ujao Mheshimiwa Rais atakuja kufungua mradi huo wa maji wa bilioni 70. Nafikiri sasa hivi hali ya upatikanaji wa maji imekuwa ni shwari. Tulikuwa na changamoto ya miundombinu uchakavu, lakini tumeendelea kufanyia kazi. Kwa hiyo maji yanatoka ndani ya ziwa hayakauki. Kwa hiyo sasa hivi tunachofanya ni extension, kupanua ile miundombinu ifike sasa kwa wananchi kwenye nyumba zao. Lakini chanzo cha maji ni cha uhakika. Sasa hivi tumefunga pampu moja, lakini kuna provision ya pampu 3 kubwa ambazo unaweza ukapampu kwa siku ukamaliza mji wote huu. Kila mtu anapata maji anavyotaka. Kwa hiyo nimeeleza kwa uchache kwamba kuna shughuli zinazoendelea. Nafikiri ukifika hapo kuna soko kubwa inaitwa soko la Mjini Kati. Lina thamani ya bilioni 123. Tayari wafanyabiashara zaidi ya 2500 wameshaingia. Kwa hiyo ni kama Kariakoo ya Mwanza. Kwa hiyo sasa uchumi wa mkoa wa Mwanza utashuti kuelekea kule ambako tunatarajia. Okay. Sawa. Umezungumzia kuhusiana na namna ambavyo jiji hili ama mkoa huu umegawanyika. Zaidi ya 53% ni eneo la maji. Asilimia zingine zinazobaki ni eneo la nchi kavu, ambapo huku ndiko ambako shughuli zingine za kiuchumi zinafanyika. Kumekuwa kuna changamoto sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika mikoa kutengeneza ama kupiga hatua za kimaendeleo kwa haraka katika mikoa ambayo ina eneo kubwa la maji, kwa sababu katika eneo kubwa la maji katika eneo la maji pia kule kuna watu wanaishi, kuna visiwa na nini. Kumekuwa kuna changamoto, umetaja katika eneo moja la umeme. Nataka nifahamu kuhusiana na changamoto ambazo ofisi yako inazipitia kupeleka maendeleo katika maeneo yale, ukiachana na umeme, vitu vingine kama shule, kama zahanati, kwa sababu kwa mfano ukiangalia Ukerewe ile na visiwa vingi sana pembezoni. Nilikuwa nasoma leo taarifa ya Mwananchi alinitumia kwenye simu akiniambia kuna mradi wa Tasafu Misungwi na Ukerewe. Misungwi na Magu imekwama. Lakini moja kati ya mambo nilioelezwa pale kwa nini mradi hauendi kwa haraka ni kwa sababu ya changamoto ya miundombinu. Hata yule fundi aliyeomba kazi alivyoenda kukagua kwamba ndo kule akaingia mitini. Kwa hiyo changamoto za namna hiyo zipo. Na ndio maana nikasema kwa mfano katika visiwa mbalimbali vya Ukerewe kule Ilugwa na wapi, vijiji vile 15 tunapeleka umeme jua. Kwa hiyo tuko kwenye program na tayari tathmini inaendelea kuwapelekea umeme wa uhakika wa jua. Kwa hiyo tutakuwa tumemaliza kabisa. Lakini maeneo hayo yote ili uweze kuyafikia, huduma ziweze kwenda hizo unazozisema, hata mafundi wasikimbie, wanahitaji usafiri. Kwa hiyo serikali tumejenga vivuko 5 ambavyo vitafanya kazi katika maeneo hayo ya visiwa vyote. Kuweza kusafirisha watu, mizigo na material kwenda kujenga vituo vya afya na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo serikali inatumia bilioni 28 na vivuko hivyo viko hapo Songoro Malini hapo vinajengwa na tayari viko 98%. Wakati wote tunavitosa kwenye maji tunaendelea. Lakini umeona pale Kigongo Busisi daraja la bilioni 600 ambalo Mheshimiwa Rais atakuja kufungua mwezi ujao. Sasa pale kuna vivuko 3 vinavyobeba abiria 14,000 kwa siku. Sasa vile vivuko vyote maana yake daraja likisha kamilika wanatumia nusu saa pale hadi saa moja kupita. Kutoka upande mmoja kuja upande mwingine. Lakini juu ya daraja unatumia dakika 3. Sasa vile vivuko vyote vile tunavitoa tunavipeleka maeneo ya hivyo visiwa. Kwa hiyo 5 jumlisha 3 tutakuwa na vivuko 8. Kwa hiyo bila shaka
tutarahisisha mawasiliano ikiwemo upelekaji wa huduma hizo za afya, elimu katika baadhi ya hayo maeneo. Okay. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umenitajia vyanzo vya mapato ambavyo vinachangia katika mkoa huu wa Mwanza. Kuna chanzo kimoja nilitegemea labda ungeweza kukitaja, lakini kwa bahati mbaya haujakitaja. Ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni anatazama namna ya kuweza kuleta kitu kinaitwa uchumi wa blue, uchumi wa majini. Na nakumbuka mwaka jana hapa Mwanza alizindua uvuvi wa vizimba, lakini pia mwaka huu pale Tanga zaidi ya bilioni 4 zimemwagika kwa ajili ya kuleta boti zaidi ya 35, na Mwanza pia ilikuwa ni moja kati ya wanufaika wakubwa zaidi wa zile boti, ili kuweza kuinua uchumi wa uvuvi, uchumi wa blue, uchumi wa majini. Labda kwa Mwanza hapa, vile uvuvi wa vizimba, zile boti zimesaidia kwa kiwango gani kuweza kuinua uchumi wa majini? Ya kwanza niseme siwezi kuyasema yote kwa sababu mlichokoza mada tu. Niambie mimi niseme mwenyewe hapa, naweza kusema nikakesha. Kwa hiyo kila unapochokoza basi huwa tunatafuta yale majibu sahihi au majawabu sahihi. Kwa hiyo kwanza nikiri kwamba uchumi wa blue ni katika miongoni mwa mambo yanayochochea uchumi, ukuaji, lakini pia ajira. Kwa hiyo sisi hapa Mwanza tulipata bilioni 2.5. Na ukienda huko ziwani, hata juzi nilikuwa natembea na boti kukagua hivyo vizimba kule. Vijana wamejiwekeza kule, kazi inaendelea vizuri. Na kipo kikundi ambacho walikopeshwa milioni 300. Na wakanijia wakaniambia, mkuu, sisi tumesharejesha milioni 300 zote katika kipindi cha mwaka mmoja. Na faida tumepata na tunaendelea kugawana. Kwa hiyo tumekuja kumshukuru Rais Samia kwa mafanikio hayo. Kwa hiyo ukienda kule ziwani utakuta vikundi hivyo vinaendelea na shughuli yake na wamejiajiri. Kwa hiyo imekuza ajira, lakini pia imechangia ukuaji wa uchumi wetu. Kwa sababu wale watu walikopa wamerudisha. Uzuri wa benki ya TADB ambao ndio washirika wetu katika programu hii, wanakopa bila riba. Kwa hiyo umekopa milioni 2 utarudisha 200 kwa sababu ndio maagizo ya Mheshimiwa Rais Samia. Kwa hiyo uchumi wa blue unachangia sana katika uchumi wetu Mwanza kupitia programu ya ufugaji wa samaki, lakini pia kupitia usafirishaji, maana ndio uchumi wa blue, kupitia hilo ziwa kama hivyo hizo program nilizozieleza za kutransport watu, kutransport magari, kutransport mizigo. Kwa hiyo inapelekea interaction ya kiuchumi baina ya Uganda na Tanzania. Lakini hata Bukoba sasa hivi wao Bukoba wahitaji kwenda Kariakoo, Bukoba watakuwa wanakuja hapa na meli, wanachukua mzigo hapa wa jumla hapa mjini kati, soko la mjini kati, Kariakoo ya kanda ya ziwa, alafu wakishachukua wanapeleka Bukoba. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba change nyingi zitabaki hapa. Kwa hiyo uchumi wetu utakuwa, lakini kuna multiplier effect ya huo uchumi wa blue. Tunapofuga samaki kwa ziwa, fish caging tunaita, tunategemea pia samaki hale. Samaki hali chochote, kuna chakula maalum, pilots. Sasa hapa tayari tumeshajenga kiwanda kikubwa. Mwekezaji amejenga kiwanda kikubwa. Kwa hiyo kwanza itapunguza bei ya chakula cha samaki. Kwa sababu changamoto kubwa ilikuwa chakula cha samaki ilikuwa bei ya juu. Kwa hivyo sasa tumeshapunguza cost ya chakula cha samaki. Kwa hiyo wafugaji wengi watanufaika. Lakini kumbuka pia ile ilikuwa kama pilot study. Sasa tunawaalika vijana wengi walete pia maombi ili phase 2 inapokuja tumeshajifunza zile changamoto. Tuliwapa boti ndogo ndogo, sasa wengine wameshakuwa wakubwa, wanahitaji boti kubwa. Lakini pia kulikuwa na security threat kwenye ziwa. Kwa mfano kulijitokeza jambo linaloitwa magugu maji. Yale magugu yangesambaa, yangeathiri vizimba vya samaki. Serikali imeleta fedha shilingi milioni 600 na wataalamu, na nitumie fursa hii kumshukuru sana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Nimefanya naye vikao vitatu Dodoma na mawaziri wote wanaohusika na sekta hiyo, ili kuhakikisha yale magugu hayasambai kutoka pale Kigongo Busisi na kwenda kwenye maeneo ambayo
yana vizimba vya samaki. Na sasa hivi tunanunua mtambo maalum over 1.5 billion wa kuyavuna magugu kisasa kila yanapojitokeza ili kufanya ziwa Victoria lisipoteze ubora wake, lakini pia lisiathiri na lisipungue kina chake. Okay. Sawa. Hapo katika uchumi wa blue ambao swali ambalo mdogo wangu Mbudu the Boss amekuuliza mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi na maswali mawili. Swali la kwanza, nimeona sasa hivi kuna utaratibu wa kufunga ziwa hasa kwa wavuvi wa dagaa. Na nataka nifahamu faida zinazopatikana baada ya ziwa kufunguliwa, na utaratibu wa kufunga na kufungua ni utaratibu wa namna gani? Linafungwa kwa muda gani na linafunguliwa kwa muda gani? Almost wanafunga kama mwezi mmoja. Na nia kubwa ni kuruhusu mazalia ya samaki. Na ni utaratibu tu kwamba unapoona samaki zinapungua, kwa sababu uvuvi unapofanyika wengine wanavua kwa makokolo, wanachukua mpaka mayai ya samaki. Sasa unapofunga unaruhusu multiplication ya samaki. Kwa hiyo wanufaika wakubwa sio serikali, wanufaika wakubwa ni hao wavuvi. Sasa tunafunga kama mwezi mmoja ili kuruhusu ukuaji wa samaki, na kwa kufanya hivyo maana yake kuna faida kubwa kwa mwananchi, faida kubwa kwa mvuvi. Kwa hivyo na utaratibu uko wazi. Kwanza ni utaratibu wa kisheria. Sheria inayohusiana na masuala ya uvuvi inatamka kwamba kutakuwa na msimu ziwa linafungwa ili kuruhusu huo uzaliaji. Wenyewe wanajua ni season gani kwa ajili ya kuzaa na kwa ajili ya kukua kidogo, ili viumbe wale wasiathiriki. Na utaratibu wa kufungua kama ambavyo wamefunga kwa barua na kutoa tangazo kwa mujibu wa sheria tumefunga, watasema kwamba sasa kwa mujibu wa sheria tumefungua na wavuvi waendelee. Sasa hapo mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakati ziwa linapokuwa limefungwa, bei ya samaki huwa inapanda sana. Sijajua kuna mpango gani wa kuhakikisha kwamba ziwa linapofunguliwa uvunaji wa samaki unakuwa mkubwa na kuna tengenezwa mekanizmu ya kuhifadhi, ili wakati ziwa limefungwa samaki hao, flow ya samaki kwenye masoko iendelee kuwa katika kiwango kile kile, ili samaki kwa mfano bei ya samaki ikipanda ni faida kwa nani? Of course ni faida kwa mvuvi na mfanyabiashara wa samaki, lakini na wewe ungetamani mvuvi apate fedha kwa mlaji sasa. Sasa ndio maana pia tunapofunga hatufungi fish caging kuendelea. Kwa hiyo ukienda pale Nyanguge kuna mchina ambaye kwa siku anazalisha mpaka tani 1000 ya samaki, tani 500, tani 600. Kwa hiyo maana yake bado huduma wananchi wataendelea kupata, kwa sababu nenda pale sasa hivi ukitaka samaki kiasi chochote pale kwa mchina Nyanguge utapata. Kwa nini? Kwa sababu pamoja na ufugaji na uvuvi traditional, lakini tunao hizi fish caging ambazo bado wananchi wataendelea kupata huduma ya samaki. Na wengi wanasema unajua samaki wakizimba hana ladha yule samaki. Hapana, ni misconception tu, lakini samaki ubora wake ni ule. By the way, Bizo, ufugaji au uvuvi wa vizimba umefanya upatikanaji wa samaki uwe rahisi zaidi na bei ya samaki kuwa rafiki zaidi kwa wananchi. Nadhani niko sahihi mheshimiwa? Sahihi. Yes. Na swali langu mimi ningetamani sana kujua, kwanza pongezi kwa serikali yako pamoja na serikali ya Jamhuri kwa ujenzi wa lile soko pale la samaki. Na of course upatikanaji wa samaki ulikuwa ukija Mwanza ilikuwa ni eka sana. Lazima uende kule, ukikutana kule kuna dalali katikati, alafu tena kuna dalali na dalali tena. Lakini kwenye soko pale naona kuna utaratibu mzuri sana. Sijui ni nini ambacho kilipelekea mpaka mkawaza kuwaondoa wafanyabiashara wa samaki pale kwenye Kamanga na kuwaleta lile eneo pale kwenye lile soko ambalo ni sehemu ya wazi zaidi. Kwanza kule tuna project ambayo tumetaka kuimplement. Kule tunatekeleza ujenzi wa bandari mpya inaitwa bandari ya Kaskazini. Sasa hivi tuna bandari ya Kusini. Tumeshasema hapa mameli yanaanza kuja. Sasa ni lazima tuwe na ile sehemu ya kutia nanga, tuwe na sehemu ya kuweka makontena. Kwa hiyo serikali imeamua kutumia bilioni 18 kujenga bandari mpya na ujenzi unaenda vizuri. Kwa hiyo wale tumewahamisha kuwapeleka kwenye lile soko, na lile soko naliona ni zuri, lakini ni soko la muda, tutalivunja. Kwa hiyo tutajenga soko la kisasa ambapo baadaye wananchi watapata huduma
kwenye soko kubwa la kisasa na bora zaidi. Okay. Kwa hiyo pale, kwa sababu hatukutaka sasa watange, tukaseme tuwatoe hapa ili project ya bandari iendelee. Pale wananchi waendelee kupata samaki na wafanyabiashara wapate samaki. Halafu tunaendelea sasa na mkakati wa ujenzi. Tuna ujenzi wa soko kubwa sana hapa chini ya fedha za World Bank. Okay. Hiyo ni soko la samaki. Ni soko la samaki. Okay. Na huduma nyingine. Okay. Hapo kwenye masoko tuna soko moja kubwa sana hapa mjini kati. Ili tunaita soko la tumezoea kuliita soko la wakulima kwa sisi wenyeji wa Mwanza. Ili soko lilikuwepo, likavunjwa, lililokuwepo kwa sababu lilikuwa na ufinyu, lilikuwa linabana. Likajengwa soko kubwa la kisasa ambalo nadhani tayari limeshakamilika kama ulivyosema kwamba sasa hivi watu tayari wamerejea kufanya biashara zao pale. Swali langu ni, wakati soko linavunjwa lile, wafanyabiashara waliokuwemo mle waliondolewa na kupelekwa katika masoko ya msimu au masoko ya muda ambayo soko la Mbugani. Yes, soko la Mbugani. Lakini pia achana na soko la Mbugani, yalizuka masoko mengi sana ambayo yalipewa jina maarufu ya masoko ya jioni. Ambayo ukifika jioni watu wanapanga vitu vyao pale chini, na masoko mengi yalikuwa yanafunga barabara. Sasa natamani kupata tamko kutoka kwako mkuu wa mkoa kuhusiana na haya masoko ya muda ambapo soko kuu tayari limeshakamilika na watu tayari wanarejea. Haya masoko hususan yale ambayo yanafunga barabara. Msimamo wa serikali huko pale kwamba huruhusi kufanya biashara katikati ya barabara. Ndio. Kwa sababu hata wewe leo hii kama umeambiwa mkono una matumizi yake, ukageuza matumizi ya mkono kuwa kitu kingine, hata watu hawatakuelewa. Ndio. Kwa hiyo kila kitu kina kazi yake. Kwa hiyo masoko yale yote ya chini na nini, masoko ya muda, kwanza sio masoko rasmi. Ndio. Na wala sio amri ya serikali kuyatengeneza hayo, isipokuwa ni wafanyabiashara wameyatengeneza hayo. Na kwa kuwa kulikuwa hakuna maeneo, hatukutaka kutumia nguvu kubwa. Ndio. Kwa hiyo tukaacha ili soko likamilike. Soko limekamilika, wafanyabiashara warudi kwenye masoko yao. Okay. Na wale ambao wanaondoka kwenye masoko kuingia mitaani wanafanya kitu kinyume cha sheria. Na serikali haitavumilia. Na wakati mwingine utapoteza hata mali zako. Ndio. Kwa sababu nia ya serikali kuwapanga watu wafanye kazi katika maeneo rasmi ni kwamba tuweze hata kurasimisha shughuli zako, tuweze hata kujua wewe ukitaka kukopeshwa unakopesheka kwa mtindo gani, dhamana yako iko wapi, tutakupata wapi. Soko likiungua, tunajua kwenye soko kulikuwa na watu 30 wenye thamani hizi, mambo haya, vitu vya namna hii. Kwa hiyo msimamo wa serikali haujabadilika. Na kutumia fursa hii Jambo FM, wananchi wote wanaofanya biashara kwenye mabarabara, wanafunga mabarabara, wanafunga maeneo ya hospitali, vituo vya afya, ni marufuku. Okay. Mina huko katika eneo hilo la soko ama unakwenda kwingine? Nilikuwa natoka hapo. Sasa mimi nimalizie katika eneo la soko. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kulikuwa kuna malalamiko ya wafanyabiashara waliohamishwa hapo katika hili soko la mjini kati kabla halijabomolewa na kujengwa hili jipya. Baada ya kujengwa hili jipya na kukamilika, ikasemekana kwamba of course nyinyi mliwaahidi hawa wafanyabiashara kwamba watarejea katika, hao ndio watakuwa wa kwanza kurejea katika hilo soko, lakini baadaye ikaonekana kwamba kuna vitu vimeingilia hapa katikati. Hakuna kilichoingilia, labda nikukatize. Ndio. Walioahidiwa na wenye ilani walirudishwa ndani ya soko bila masharti. Ndio. Sijui umenielewa? Wako ndani sasa hivi. Wako ndani ya soko, lakini soko linataka watu 2500. Walioomba wako 5000. Ingekuwa wewe ungempanga nani umwache nani? Kwa hiyo cha kwanza tulisema wale wote waliokuwa ndani ya soko wakati ule waliandikishwa ilani fulani. Yes. Sasa kuna wengine wajanja, unajua mjini shule shamba kilimo. Sasa kuna wengine wameenda wakachukuliwa hela yao, yani wakapigwa, kwa Kiswahili wamepigwa na watumishi wasio waadilifu wa jiji. Wakawaandikia ilani feki. Kwa hiyo anakuja hapa anasema na mimi nilikuwemo. Unasema sisi pamoja na hii ilani, ila tuna register maalum ambayo muhusika aliyetolewa alisaini kwa mkono wake. Sasa mbona unakuja wewe ambaye una ilani lakini kwenye kitabu cha orodha haumo? Kwa hiyo wakaja hapa wengi wamepigwa sana, yani wengi, mtu katoa milioni 10, katoa milioni 5. Sasa hao wametapeliwa na wanahitaji wenyewe kutapeliwa.
Na mimi nimewambia aliyetapeliwa aje aniambie fulani kanitapeli. Mimi nitamuita huyo mtumishi, nitampa miezi 3 arudishe milioni 10 yako uliyotapeliwa. Halafu wewe uache siku nyingine kurubuniwa, fuata utaratibu na sheria. Sasa tukitoka hapo tukitazamia kwenye kilimo, mkuu wa mkoa umezungumzia tukizungumzia Mwanza tunazungumzia Pamba, na umezungumzia kuhusiana na mikopo, tukagusia zaidi kwenye swala la wavuvi, namna ambavyo wanachukua na kurejesha kwa wakati, namna ambavyo wakulima wa Pamba kwa jiji la Mwanza wamekuwa wanufaika pia kwenye hii mikopo ambayo inakuwa inatolewa na serikali. Tunazungumzia mikopo. Zamani ile 10% ilikuwa imesitishwa, sasa hivi tumeirudisha tena. Kwa hiyo halmashauri zetu zimeshaweka utaratibu mzuri wa kunufaika na 10% za mikopo kwa ajili sio tu ya kilimo, biashara na uwekezaji katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo almost katika mkoa huu ziko kama 1.5 bilioni za halmashauri mbalimbali ambazo zinahitajika kuendelea kukopeshwa kwa wananchi. Hivi karibuni mlisikia wilaya Ukerewe ikiwa imeshatoa hizo fedha, hata hapa jijini fedha zipo. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana, kwa makundi wale ambao wana qualify waende kwenye halmashauri zao. Na hivi karibuni mnafikiri tutaanzisha pia kliniki maalum ya kuwafundisha vijana, wakina mama, wale wanaotakiwa kupata mikopo ili wajue sifa za kukopesheka ni zipi. Wajue utaratibu unaotakiwa kufuatwa ni upi. Kwa hiyo tutatengeneza utaratibu wa kuwa na makongamano, kuwa open space. Tunakuja kama pale sokoni, tunaweka matenti yetu pale, elimu inatolewa pale pale. Tutawafuata huko waliko ili waendelee kupewa elimu badala ya kulalamika sipati, sikopesheki. Lakini pia sasa hivi ujanja ule wa viongozi wachache kutengeneza vikundi feki na nini haupo, kwa sababu tuna utaratibu mpya wa ukopaji na ulipaji wa mikopo hii. Hapo tulipohitaji Pamba, tumekumbuka pia timu ambayo tupo nayo hapa, Pamba Jiji Football Club ambayo ipo hapa jijini Mwanza. Kwenye yale ongezeko la mapato ambayo ulikuwa unayazungumzia, ambapo tunatamani sasa tutoke hapa kwenye 7 point ngapi tuweze kupanda at least 8 mpaka kufikia 10. Kwa msimu huu mmoja ambao tunazungumzia, Pamba ipo ligi kuu kutokana na ingizo la wageni ambao wamekuwa wakiingia katika jiji la Mwanza kwa sababu ya kuja kuzisupport timu zao. Kuna kiasi chochote ambacho tunaona kwamba tumevuka ama tumekipata kutokana na timu hii? Hatuwezi kutaja exactly kiasi kwa sababu wewe unakumbuka Simba imecheza hapa uwanja ulijaa, sio Ndio. Na Simba alipata goli la penalty, maisha yakaendelea. Sasa wale watu wote wale na mkiwemo mwenyewe wa Shinyanga mlikuja kulala hapa. Kabisa. Sasa wenye mahoteli ndo wanaweza kujua walipata shilingi ngapi. Lakini sisi kupitia kodi tunajua kwa mwezi huo tulikusanya shilingi ngapi. Kwa hiyo hatuwezi kusema tumepata bilioni 2 kwa sababu ya uwepo wa Pamba, haiwezekani. Lakini kuna effect ya uwepo wa timu, kwa sababu kama uwanja ulijaa, hawa watu walilala wapi? Walikula wapi? Kwa hiyo obvious ni kwamba fedha ilifanya nini? Ilipatikana. Na msimamo wetu sisi ni kwamba Pamba haishuki daraja. Na hilo ndio lilikuwa swali ambalo linafuata. Nimemsikia mwenyekiti Mheshimiwa Kotecha asubuhi leo alikuwa na Idi Banza Senator. Akawa anasema kwamba zimebakia mechi 2 na focus kubwa ni kuhakikisha kwamba Pamba inashinda hizi mechi 2 na haichezi playoff wala haishuki daraja. Ili kwanza mheshimiwa, tumefikaje hapa? Wewe ni mlezi wa timu hii. Yaani tumefikaje hapa katika hati tuna kwamba tunasubiria hizi mechi 2 zinaweza zikatoa tathmini ya kwamba tunacheza playoff ama tunafanya nini? Mimi nafikiri wewe unajua kwamba mpaka sasa hivi timu zilishashuka daraja. Ndio. Ukiona sisi tunaendelea kucheza mpira, maana yake sisi hatushuki daraja. Walioshuka daraja hata siku nyingi walishajulikana, Ken na Kagera Sugar. Lakini kumbuka Ken Gold ndo alikuwa wa kwanza wakati tunaingia Premier League. Pamba ilikuwa namba 2. Lakini yeye aliyekuwa wa kwanza ndo amekuwa wa kwanza kushuka. Sisi tuliokuwa namba 2 bado tunaendelea kuwemo kwenye ligi. Maana yake ni kwamba tuna uongozi thabiti, lakini pia tuna mshikamano mkubwa, lakini 3 wananchi wanaendelea kuisapoti timu yao. Sasa kucheza playoff sijui na nini, kwani playoff unaicheza si inakuwa kwenye Premier League hiyo. Kwa hiyo bado unacheza nini? Ligi kuu. Pale unapocheza playoff ukasalia kwenye ligi kuu, bado ni process za ligi kuu. Kwa hiyo sisi tunachotaka kuhakikishia tu wana Mwanza ni kwamba hatuna mawazo kwamba Pamba itashuka nini? Daraja.
Pamba next season, na sasa hivi tushaanza kujipanga hata kutafuta wachezaji bora watakaoimarisha kikosi chetu. Kwa hiyo hatuwazi kushuka, tunawaza kuimarisha kikosi, kutafuta basi zuri zaidi la kisasa ili iwe brandi kubwa ya Rock City. Kwa hiyo kwa kifupi Pamba haishuki daraja. Miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na consistency ya zile bonus, si tu kwamba akicheza na timu kubwa ndo anakuwa na hizo bonus, na hiyo inaleta motisha kubwa kwa hizi timu kuona kwenye kila mechi wanapambana. Kuna ongezeko lolote kwenye hizi mechi mbili ambazo zimesalia kama motisha kwa ajili ya timu? Hapana, kwanza Pamba inalipa wachezaji vizuri sana, watimize wajibu wao. Sisi ndo hata nilikwambia siku moja Yanga Simba wakicheza, hatusemi kwamba sisi tunasema tukicheza na timu kubwa zilizo tuzidi level tunatoa 15 milioni. Kwa hiyo labda mtu ajitokeze mwenyewe aseme bwana mimi nimefurahi nitawapeni milioni 100, lakini hiyo sio policy ya club. Kwa hiyo tukicheza na timu hizi ambazo tunalingana nazo, for win 10 milioni, sare 5 milioni. Yaani msimamo unabakia pale pale. Kwa hiyo hata hizi mechi mbili hatusemi kwamba kwa sababu zimebakia mechi mbili tunataka wachezaji wajitume, wajue brandi ya Pamba ni brandi kubwa. Wafanye vizuri, tubakie kwenye ligi bila pressure. Watimize wajibu wao kama ambavyo wao wanakula hela yetu ya mshahara vizuri kabisa tena mwanzoni mwa tarehe 23 na wao wakawajibike. Bonus ni kitu tu ambacho sio sehemu ya mkataba wetu, ni sehemu ya kumotisha tu. Sio kitu ambacho mchezaji ama mfanyakazi ndio mfanyakazi atakiwa afanye kazi yake na atimize wajibu wake. Mheshimiwa, mimi la mwisho kwako. Ninaweza kusema tu mechi hizo mbili zote wananchi wataruhusiwa kwenda uwanjani bure. Sawa, kwa ajili ya kuongeza hamasa. Kwa ajili waende tu akaiangalie Pamba ikibaki kwenye daraja kwa sababu msimamo Pamba haishuki daraja. Sawa. Sasa hapo Mbudu, sasa sijui kama unatoka kwenye michezo au kama bado kuna kwenye michezo. Mimi bado niko katika michezo kwa sababu nina swali. Tulikuwa na Toto hapa. Sasa hivi sijui ligi daraja la 4 sijui la 3. Tulikuwa na Mbao. Alliance. Tuko na Alliance. Kama mkoa hizi timu tunazitazamaje? Kwanza kuendesha michezo kwa sisi ambao tunaendesha michezo ni gharama kubwa sana. Ndio maana hizo zote lazima zishuke kwa sababu hazina vyanzo vya uhakika vya mapato. Ndio maana bora tuwe na timu moja inayoshiriki ligi moja ili tuweze kuwekeza nguvu na akili kule. Tukiwa na timu nyingi concentration yetu itayumba, mwisho tutakosa timu kabisa kwenye mkoa wetu. Kwa hivyo ndio maana juzi Kopko iko daraja la 2. Ilitakiwa kushuka hapa, wakaja hapa wanalia mkuu bila wewe tutashuka. Nikamwambia kama mimi nawepo hapa amshuki. Mechi yao ya mwisho walitakiwa washinde goli 3 na wakashinda 3 na Kopko imebaki. Lakini timu ya Alliance Girls nayo walikuja hapa wanalia bila wewe mkuu tunashuka. Nikamwambia mnataka nini? Wakaniambia wanachokitaka. Nikamwambia mtashinda na mtabaki. Hakuna timu ya Mwanza inaweza kushuka. Kama ni daraja la kwanza bakini hapo tukishajipanga vizuri tuna uhakika kwamba ikipanda premium mtaweza kuiendesha timu, ndio tunaipandisha timu. Kwa sasa tufocus kwenye Pamba. Timu ya Toto ianze vizuri, iingie kwenye madaraja, twende step kwa step ili tufike huko tunako kuhitaji. Mimi langu la mwisho kabisa kwako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na natamani sana ili ni wewe binafsi sasa. Nimeshuhudia kuwa mikoa wengi katika mkoa huu hapa wa Mwanza. Nikikutazama ni kama una utofauti mkubwa sana. Sijui kama niko sahihi. Na nimewahi kuwa natamani sana kujua falsafa yako na nini ambacho unakiamini kwenye uongozi wako. Tunajua Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anaamini katika 4R, anaamini katika mambo mengi ambayo tumeyashuhudia akiyasema. Natamani kujua Mheshimiwa Said Mtanda, falsafa yako ni nini? Na kuona ukiwa unatekeleza, ukiwa unatenda, ukiwa unatoa matamko, natamani kujua falsafa yako nini ambacho nakiamini. Kwanza katika mambo ambayo huwa ninayaamini sana ni kiongozi kuwa na mambo matatu. Ndio. Kwanza awe well educated. Kiongozi lazima awe na elimu. Ndio. Na mimi naamini kama ni vyeti tu navyo vingi. Lakini siamini katika vyeti, naamini katika knowledge. Ndio. Kwa hiyo naamini pia knowledge yangu inanisaidia kujua mambo mengi. Lakini la pili, baada ya kuwa educated ni lazima awe
experienced, awe na uzoefu. Sasa na mimi nimekuwa mkuu wa wilaya miaka 7, wilaya tofauti tofauti, mjini na vijijini. Nimekuwa mbunge, nimekuwa mwenyekiti wa kamati za bunge, nimekuwa msaidizi wa waziri mkuu, nimekuwa msaidizi wa katibu mkuu wa CCM, nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, mjumbe wa bodi mbalimbali. Sasa experience yangu ndani ya nchi na nje ya nchi, nimetembea duniani, bara la Afrika, nchi almost 54, nchi zaidi ya 30 nimefika kwa kazi mbalimbali za uongozi. Duniani nimetembea. Kwa hiyo experience yangu ya mambo mbalimbali ninajivunia nayo. Lakini la mwisho, exposure, lazima uwe exposed. Unajua, unaweza ukajua tu huyu kiongozi huyu haelewi mambo mengi, hayuko exposed. Mambo madogo anayashangaa. Mambo makubwa sasa itakuwaje? Si atakufa kabisa. Kwa hiyo ukiwa experienced, education, unapata knowledge, umekuwa exposed, sasa inaenda kukujenga kuwa kiongozi mzuri. Lakini la tatu ni katika kuamini kwamba uongozi pia ni bahati na ni karama, kama ambavyo mtu ni mwanamuziki. Kuna mwanamuziki mwingine anaimba sana, ana uwezo mkubwa, lakini watu wala wamsikilizi. Kwa hiyo Mungu anampa mtu kipaji fulani cha kuwa kiongozi. Lakini cha tatu, mimi siamini kwamba uongozi ni tai na koti. Watu sio lazima wakuone umevaa tai nzuri na koti ndo akasema kwamba pale kuna kiongozi. Yale ni mavazi na ni mbwembwe za uongozi. Uongozi ni kuwa karibu na watu. Uongozi ni kuwa msikivu. Uongozi ni kutokuwa mjivuni. Uongozi ni kusikiliza makundi yote ya watu, wakubwa, wadogo, wazee. Lakini uongozi ni kuheshimu watu. Ili uheshimiwe na wewe lazima uwe mtu mwenye heshima. Lakini tatu, kiongozi lazima uwe na busara, hekima na uvumilivu na ustahamilivu. Ndio maana mimi hata nikipita mtaani mtu kama kaigonga gari yangu nasema nimekusamehe, kwa sababu utagombana na kila mtu ili weje. Unataka kuonyesha powers zako. No, powers zako zinasaidia nini? Powers zako zionyeshe kwenye mambo ya msingi. Mambo ambayo wananchi wanataka huduma, yuko mtu anakwamisha upatikanaji wa huduma, pale sasa lazima uonyeshe powers zako ili watu wengine wajue kwamba ukifanya hivi lazima kiongozi watashughulika na wewe. Lakini jambo jingine, huwezi kuwa na confidence kama you are corrupt. Wewe mtu wa rushwa, mtu wa nini, jambo dogo unataka watu tunafanyaje hapa? Hii ni misuse of public office. Ukisha kuwa mtu haina hiyo, watu kwanza hawezi kukukimbilia. Na ifike mahala watu watamani kukukimbilia, sio kukukimbia. Kwa hiyo mimi ningependa watu wenye shida, wenye kero wananifikia. Ndio maana kila siku ya Jumanne nimeweka public open court ambayo mwananchi yote ana shida yake. Nakaa kwenye kiti pale mimi mwenyewe kuanzia asubuhi mpaka saa 10 mpaka mtu wa mwisho anaisha. Kwa hiyo huwezi kusema nimekenda kwa mkuu wa mkoa nimemkosa. Labda hujui, lakini siku ya Jumanne ni siku free, sifanyi mambo mengine yoyote, ni kusikiliza watu. Mwingine anakuja anaambia kagombana na mkewe, unasema sasa hata hii jamani, lakini unamsikiliza. Umenielewa bana? Kwa hiyo humpuzi mtu. Kwa hiyo ndo falsafa ambayo mimi ninapenda kuitumia, na ningependa kuacha impact kwenye society ambayo ninaiongoza kwa muda huo. Na napenda pia kuacha marafiki. Hata siku nisipokuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, nikija wewe utanipokea, utasema huyu alikuwa rafiki yetu, alikuwa kiongozi wetu. Sitangulizi uongozi wangu, natanguliza ubinadamu wangu na utu wangu. Ningependa watu tuheshimiane. Mkubwa mheshimu mdogo na mdogo wa mheshimu mkubwa, ndio maisha yafanye nini? Yasonge mbele. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kabla nilisema la mwisho. Lakini nadhani itakuwa la mwisho kabisa. Na leo la mwisho kabisa. Ameshakuwa mwanasiasa na huko leo tunaitwa msikitini. Sawa. Mheshimiwa, tuna ziara ya Chifu Hangaya. Inakuja katika, of course ni kanda ya Ziwa, lakini nadhani Mwanza itakuwa ni kwa eneo kubwa zaidi au kwa muda mwingi zaidi. Labda ni lini atakuja Chifu Hangaya? By the way, namzungumzia ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia. Sasa hilo nitawaiteni rasmi
ili tusipollute, maana unajua ukishaongea habari za mkubwa Ndiyo. sasa zile nyingine zote zile zinaweza zikawa sio story tena. Sawa. Na mimi ninajua nyinyi watu wa habari mnapenda mambo makubwa, mnaweza mkasahau yale tulioongea. Kabisa. Ila nitaka tu niwahakikishie kwamba ziara ya Mheshimiwa Rais ipo mwezi ujao na nitaitangaza rasmi, na nyinyi wanahabari na wategemea kuupasha umma vizuri, umma uitike, tumpokee kiongozi wetu. Sawa. Mimi cha mwisho kwangu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni nchi nzima inaelekea katika uchaguzi mwezi wa 10 mwaka huu. Sawa. Zungumza na watu wa Mwanza. Najua daftari limepita, sijajua kama bado lipo hapa. Daftari limeshapita na wananchi 945,226 wamejiandikisha katika daftari na wamebadilisha taarifa zao. Kwa hiyo mimi ninachojua uchaguzi upo mwezi wa 10. Ndiyo. Na ndio maana wananchi wamejiandikisha, wamehamasika. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba serikali itasimamia uchaguzi huru na wa haki, lakini pia 4R maridhiano, amani na usalama wakati wa uchaguzi ndio kipaumbele chetu katika mkoa wetu. Kabisa.